Naam, karibu tena mtazamaji kwenye Kimasomaso. Leo tukiwa tunajadili gharama ya vyeti, gharama kwa wanafunzi wa kike, wanafunzi wa kiume, pia gharama kwa wahadhiri. Nasikia pia hao hupata gharama kwa kutatizwa kidogo na mabinti warembo na vijana watanashati. Tumekuuliza katika Twitter, je, unadhani kati ya wahadhiri na wanafunzi ni wapi wa kulaumiwa kwa mahusiano ya kimapenzi kwa ajili ya vyeti? Je, unadhani kati ya wahadhiri na wanafunzi ni wapi wa kulaumiwa kwa ajili ya mahusiano ya kimapenzi kwa ajili ya vyeti? Acha mwanzo tupate la kujuzwa, alafu tupate maoni zaidi ya wanafunzi hapa katika Chuo Kikuu cha Multimedia. Kulingana na maamuzi ya Beijing, Uchina mwaka 1995 kutaka mapenzi na mwanamke ili umfanyie kitu kilicho haki yake ni dhuluma ya kijinsia, kimwili, kisaikolojia ama kimapenzi, faragani ama hadharani. Serikali na asasi za umma zilipewa jukumu la kubuni sera na sheria za kuwakamata na kuwaadhibu wahusika. Aliyekuwa naibu mkuu wa chuo kikuu cha Kisii Profesa Morris Amutabi mwaka juzi aliwaonya wanafunzi na wahadhiri dhidi ya kujihusisha na vitendo hivi. Alihusisha tabia hii na dhuluma za kijinsia. Juma hili waziri wa elimu wa Uganda Jessica Alupo alitoa onyo kwa wahadhiri na wanafunzi wanaojihusisha na mapenzi kwa ajili ya maki na vyeti kwamba watashtakiwa kisheria. Mwaka 2016 chuo kikuu cha Makerere kiliripotiwa kutia fora nchini Uganda kwa visa hivi. Ripoti ya The Performance Needs Assessment of the Kenya Health Training System mwaka 2011 ilionyesha kuwa baadhi ya wanafunzi vioni waliripoti dhuluma kimapenzi na wahadhiri wa kiume, haswa wakati wa mitihani. Utafiti huu wa shirika lisilo la kiserikali la Capacity Kenya ilisema kuwa wanafunzi wa kike wanasema hukosa namna ya kurudia masomo walioangushwa iwapo hatafanya watakayo wahadhiri. Wanafunzi wa kiume nao walidai kujipata njia panda na wahadhiri wa kiume kwa kuwang'ang'ania wanafunzi wa kike. Naam, karibu tena mtazamaji, nimekufahamisha baada ya la kujuzwa nitachukua maoni mawili matatu kutoka kwa wanafunzi hapa wa Chuo Kikuu cha Multimedia, wanajifunza kuwa watangazaji bora zaidi yangu. Vipi? Jina waitwa nani? Anaitwa Charles Muhoro Maina. Charles Muhoro Maina. Mada ya leo waipataje? Ipo sawa kabisa. Ipo sawa. Ni mufti kabisa katika shule yetu, especially katika chuo kikuu. Nani wa kulaumiwa kati ya wahadhiri na wanafunzi kwa ajili ya haya mahusiano ya kimapenzi kwa ajili ya vyeti? Mimi kwa msimamo wangu naona wote wawili wapo na shida zao, na kuna lawama tofauti zinazo katika wahadhiri na wanafunzi wenyewe. Naam, kwa hivyo wote wa kulaumiwa. Wote. Asante. Awacha tupate. Naam, shanyusha mkono. Waitwa nani wewe? James Wafula Mahabila. James Wafula Mahabila. Mahabila. Yeah. Hebu tuambie, je, haya mambo ambayo tunajadili yapo ama sisi tuongea tu mambo yetu? Haya mambo yapo. Manake tunapata ya kwamba mimi ninavyoona wote pia wanalaumiwa, lakini wanafunzi haswa wana shida mingi sana. Kwanza wasichana, shida ambazo wanapitia, unapata msichana anahitaji pesa za kutengeza nywele, anahitaji kulipa rent wakati mwezi umeisha. Unapata mhadhiri ana zile pesa anaweza mpatia. Uhusiano wa wasichana na wahadhiri si tu juu ya marks. Ni pia juu ya gharama ya maisha. Kwa hivyo wasichana si kupenda kwao, wanasukumwa na maisha. Naam. Mtazamo mmoja hatari. Wacha mwanzo tupate binti hapa. Acha tupate binti. Naam. Tuambie jina lako, waitwa nani? Naitwa Yvonne Mora. Yvonne Mora. Naam. Haya mambo yapo kama anavyosema? Yapo, yatendeka kila siku. Naam. Ushuhuda wako? Siwezi kutaja majina, lakini naona. Si niko shule. Kila siku yatendeka, naona kabisa. Ni nani wa kulaumiwa haswa, ama ni nini husababisha haya mambo? Kila mtu ni wa kulaumiwa. Kwanza, nataka kuangalia upande wa mwanafunzi. Mimi mtoto wa kike, nimetoka nyumbani na kuja huku shule, mzazi wangu ajua amenileta. Alafu nafika huku naanza kujifanya venye sina pesa, sijui nitavaa nini leo. Haya, nenda kujirusha kwa mtu mwenye asayofuata kwa babu yangu. Alafu naanza kusema kwa sababu mimi ni maskini. We ni maskini kitu gani? Kama una akili we si maskini. Waitumia vizuri. Ulifikaje hapa kama we ni maskini? Ndivyo. Mimi wanishangaza kabisa. Usiniambie mambo umaskini, mimi wanasikia uchungu kuna mtoto wa kike akifanya hivyo na akisingizia umaskini. Huo ni uongo kabisa.
haya nao mwingine mhadhiri, kwa sababu yeye asema amejileta, nitafanya nini? Hakuna kitu kaa hiyo. Kwa nini wewe sasa uone mtoto ni mdogo kabisa, uone huyu ni msichana kabisa, yafaa kwa mtoto wako wamtumie kwa sababu amesema yeye ni maskini? Hilo halikubaliki. So wote wana makosa. Huyo msichana anajifanya yeye ni maskini sana kwa sababu hana akili na amefika hapa, alafu na wewe mhadhiri mwenye ona sasa huyo anjileta, acha nimtumie vizuri. Wote wana makosa. Kwa hivyo akijileta mwache. Haya, mpe huyo utajijibu hilo swali. Waweza tupa maoni yako pia wewe tu. Nataka unione vizuri na hayo macho nne. Maoni yako ni yapi wewe? Maoni yangu ningemzingizia mwanafunzi. Mbona mwanafunzi ajipendekeze kwa mwalimu? Unajua umekuja vizuri sana kusoma, watoka nyumbani, umekuja cheti chako. Wajua ulipita vizuri sana ndo kuingia hapa. Mbona ujisingizie kwa mwalimu? Mbona usisome upite? Mbona uwe mzembe kazini ndo uanze kusema manake mimi sitaweza kusoma, sitaweza kupita mtihani, wacha tu ni mwende mwathiri. Mnalomua kwamba nyinyi wazembe sana. Kazi ni kuzembea alafu mnataka maksi za bure bure. Kunao wazembe hawapendi kusoma, hawakuji darasani. So ikifika wakati wa mtihani kwao ni shida. So wanaona the shortcut, wanaona tu wapitie shortcut. Na mavazi? Mavazi mimi nasema unavaa kulingana na kujisikia kwako. Unaweza vaa lakini you don't intend to impress like the lecturer. It's for your own good. Like you feel comfortable. Waitwa nani? Naitwa Jessica Kinoti. Wacha tumalize na huyu bwana hapa alafu tusonge mbele. Hebu tuambie waitwa nani wewe? Mimi kwa majina najulikana kama Dennis Kazungu. Dennis Kazungu. Naam. Kazungu kutoka Kilifi ama kutoka wapi? Ndo huko basi. Naam, hebu tuambie mtazamo wako uko namna gani? Nasikia kuna wahadhiri wengine wanaangusha wanafunzi kwa lazima ili wafuate waulize mhadhiri vipi, mbona nimedunda hapa? Alafu sasa ndo majadiliano yaanze pale. Haya mambo yanatendeka kweli na wakulaumiwa sasa atakuwa nani? Hilo swala lipo, lakini kwa mtazamo wangu mimi naona mimi kama Kazungu pande zote mbili lazima zilaumiwe. Kwa sababu hata mhadhiri akufuate labda anakutaka kwa mfano kimapenzi, lakini wewe unafaa kujua, unajua haki ipo, lakini nategemea na vile utakavyoifuata ndo ipate. Akiona kama umefuatwa na ni mnyonge, hujui ni hatua gani unafaa kumchukulia kwa mfano ili hilo swala lisitishwe. Basi wewe itakuwa ni kama kifaranga ambaye ameonekana na mwewe na mbawa zako haziwezi kukutetea. Unaona? Alafu kwa upande wa mhadhiri nao kulaumiwa kwa mhadhiri ni kwamba huko kumtaka mwanafunzi kimapenzi, mwenyewe amekuja hapa kutafuta cheti, labda kama ni shahada amekuja kuitafuta kwa miaka 4. Hujui shida ambazo yeye anapitia, wazazi wake wanapitia kumlipia karo. Kwa hiyo kumtaka kimapenzi ni kama kukosa maadili ya kitaaluma. Wazungu wanasema professional ethics. So mimi naona pande zote mbili lazima zichukue majukumu. Wewe kama Kazungu. Asante, tutamalizia hapo. Wacha nirudi kwa jopo langu Vivian chako hichi. Taanza na hili swali mhadhiri. Bwana Omondi. Haya mambo ya kuangusha wanafunzi ili wafuate baadaye kuwauliza kulikoni, yapo kweli ama wanafunzi hulalamika kujitetea? Swala hilo kwa kweli halipo. Hamuangushi? Ukweli ni kwamba huwezi kumwangusha mwanafunzi iwapo anastahili kupita. Jambo la kwanza katika mitihani ambayo wanaifanya, mitihani ya mwisho hasa, mitihani hii utazamwa sio tu na mhadhiri. Wapo wale wanaitwa external examiners. Lazima mitihani hiyo itazamwe kwa mara ya pili na yule msahishaji ama mhadhiri kutoka nje ambaye ameteuliwa na chuo. Kwa hivyo ni vigumu sana, manake hata ingawa wanafanya kuchukua sampuli lakini hujui kama atachukua ile sampuli ambayo ni karatasi ya yule mwanafunzi ambaye umemwangusha kimaksudi. Swala lililopo ni kuwa baadhi ya wanafunzi hasa wazembe ndio wanainukia katika mambo haya na kutoa hizi porojo. Lakini wapo wanafunzi wazuri sana na mara nyingi wale wanafunzi wazuri watakufuata kwa sababu ya kutaka ufafanuzi zaidi na maelekezo. Na wale wanafunzi wazembe hata hutawaona, hata hawatakukaribia, hata hutawanusia darasani. Maana hawafiki pale. Na ndio wanachukua hii mbinu hizi mbinu za mkato. Mbinu za mkato. Kwa hivyo nikiongeza kidogo,
naamini ya kwamba katika chuo kikuu amwangalii tu mitihani ya mwisho kama vile shule ya upili. Kuna ile mitihani ya kati ambayo mnaangalia, na hiyo iko haswa kwa jukumu lako kama mwathiri na zile marks utakazompatia mwanafunzi basi zinajalisha kwa kiwango kikubwa katika ule mtihani wa mwisho. Je, uone ukijua ama mwalimu akijua kwamba ama mwadhiri akijua kwamba mimi nikikunasa hapa nikiweza kutokupatia marks zile zinazohitajika ya kwamba zitakuathiri kwa kiwango kikubwa mara utakapofanya mitihani yako ya mwisho. Yaani nikikunasa hapa tutajubilate. Labda tufanye utafiti kuhusu swala hilo. Lakini mimi kwa ufahamu wangu, na nimefundisha hapa chuoni kwa miaka mingi, sijasikia mwanafunzi akija kulalamika kwamba ameangushwa kimaksudi. Waona? Vivian, mnaangushwa ama hamuangushwi? Shida si kuangushwa. Kuangushwa, mimi ninapofanya mtihani, labda baadaye nikikuja kufanya mazoezi, yani nione kwa nini nilianguka hivi, utapata jibu, maana kuna vitabu, kuna maktaba, waezaenda kufanya utafiti huko. Shida si kuangushwa hasa, shida ni kupata missing mark, yani ile hukufanya mtihani kabisa. Waenda pale mwalimu ya kuita ya kuambia, you know what, hauna marks yani. Yani wewe hukufanya mtihani, jisaidie. Unamwambia mwalimu nilifanya mtihani, na mimi sijui kwenye answer sheet yako iko. So itabidi wewe hebu nikupate kidogo Vivian. Haya hizi alama utazikosa ukiwa hukufanya kweli, ama hata kama umefanya unaweza zikosa hivyo hivyo? Mara mingi huwa ni wale ambao hawakufanya. Lakini mimi na akili zangu timamu nikijua wanaonaswa ni wale alivyosema mwalimu, wale wazembe. Lakini si hao tu, kuna wale ambao hufanya na bado wanapata missing mark. Mimi ni mwanafunzi hapa na niko katika mwaka wangu wa kwanza na already niko na missing mark. Na si kufanya mtihani. Ilikuwaje sasa? Wewe mwalimu aliniita akaniambia, Vivian, I don't have your results. So nikamuuliza mwalimu, vipi tena, kwa sababu mimi nilifanya mtihani, hata naweza waleta wanafunzi wenzangu waseme. Akasema sawa, tutashughulikia. Sasa sijui kama ameshughulikia ama bado, lakini missing mark unaona inaweza kuwa mbinu mojawapo ya kuweza kunaswa. Sasa hivi uko na ubinadamu uliye na wasiwasi. Alafu najua hawa wanafunzi wengine wa miaka mingine wananiambia, ukiwa na missing mark huwezi graduate. Kweli? Sasa nitafanya vipi? Nishinde nikimfuata mwalimu yule na darasa za ku attend. Naam, tumia hekima tu, mambo yatakuwa shwari, usijali. Haya mambo ya kukosa alama ama kuangushwa. Naam. Hapo kweli, ama kama alivyosema mwalimu ni wale wazembe ndio huangukia pale? Katika faculty yangu, acha niseme kwa kimombo, my faculty, kunayo, lakini iko chini. Kama darasani mwangu mwenye nasoma, sijai pata yoyote ambaye anasema alama yake imepotea. So kama alama yake ilipotea, labda ni penye anasoma. Unajua tuko katika different faculties. So kwa faculty yangu hakuna mtu ambaye amemiss marks. Hakuna alama iliyopotea. Lakini kunayo, wewe ni katibu mkuu wa wanafunzi. Ndivyo. Malalamishi unayapata. Ndivyo. Kwa hivyo wacha kutudanganya. Ndivyo. Hujapata haya malalamishi kwa miaka yote 4, basi ufanye kazi. Kuja kwako kukwambia kwamba nilifanya mtihani, unafaa kupigiwa kura nje. Nimepata malalamishi na imekuwa kutoka kwa faculty ya mawasiliano, hiyo Fameko. Imekuwa na shida, na nilivyofuatilia nilipata kuwa walisema they have trimester. Naam. So kuwa na trimester wanakuwa na kazi mingi. Unapata wanaofanya hapo kazi wanakuwa na kazi mingi hadi wanasahau marks ya wengine. But vile nilienda nikaongea na mkuu wa hiyo faculty, alinieleza wako na mikakati ambayo wanaifanya na wanaenda kurekebisha. Lakini ambalo ningependa kusema, alama kupotea si ati inapotea, ikipotea mwadhiri na kutaka ama nini. Naam. Kunayo hiyo sababu mbalimbali. Na pia si ati natetea waadhiri. Kuna waadhiri ambao wako na hiyo tabia. Wanataka kufanya kitu ndio wapate kitu. Unaelewa?
Kitu kwa kitu. Kitu kwa kitu. But si ati kila yote ambaye ana alama maybe mwadhiri akona kitu ambacho anataka kumfanyia. Lakini pengine Lofty, turudi kwa mwadhiri. Mwadhiri umesema kwamba kuna wanafunzi ambao ni wazembe. Lakini je, hizi alama kupotea, je, tunaweza sema walimu ni wazembe ama ni mitego? Katika mazingira ya chuoni zipo changamoto nyingi. Baadhi ya changamoto ni namna ambavyo hizi maki zinavyopitia mikononi mwa watu tofauti, na kabla alama kutolewa kirasmi katika Senate, alama hizi huwa zimepitia hatua nyingi. Kwa kweli sitasema kuwa maki hazipotei wakati mwingine, lakini zinapopotea pia zikifuatiliwa zinapatikana. Naam. Manake kila mara yule mhadhiri ambaye alifundisha kama hana nia mbaya, bila shaka ana kile ambacho tutasema ni nakala yake asilia, ile original copy. Mara nyingi mwanafunzi atarejelea pale akamwona mhadhiri, na yule mhadhiri akawasilisha zile maki kwa wale wanaoshughulikia masuala ya maki na kadhalika na hivyo hivyo. Kwa hivyo kwa kweli maki huwa wakati mwingine zinatoweka kwa sababu ya changamoto za kikawaida, uchovu wa binadamu, labda kuna mtu hajatekeleza shughuli zake mahali fulani, lakini hatimaye maki hizi hupatikana bila shaka. Nataka kukataza mwadhiri kwa sababu kunao ambao hawajapata majibu yao hadi sasa. Hadi kumaliza kwao. Hadi kumaliza wanaambiwa sasa warudie. Kunazo hizo kesi zipo. Kuna waadhiri ambao hawawezi wakaeleza ambapo alama imeenda. Ni wazembe. Ni wazembe kabisa. Kwa hivyo uzembe uko pande zote. Uko pande zote. Unaelewa, ukikuja hapa waadhiri kuna hao wenye wanaitwa part timers na kuna wenye wako full time hapa. Naam. Mimi kama kiongozi wa wanafunzi nimepitia hiyo shida. Kuna wanafunzi ambao hadi sasa walibidi warudie ili wapate kupata alama zao. Inakuwa ni gharama. Kwa hivyo yule mwanafunzi ambaye hataki kurudia inabidi mbinu mkato ama. Tunamalizia Vivian, usemi wako wa mwisho, suluhu litoke wapi? Mimi ningependa kusema hivi. Mabinti anaonekana kudhulumika hapa. Naam, ningependa kusema hivi. Kama yule mhadhiri hawezi kueleza pale ambapo maksi yako yapo, afanye hima, usikuje kurudia tena hii unit, kwa sababu ukirudia walipa karo ile waenda darasani tena na ni juu yake. Alafu hawa part timers ambao hukuja kufunza wakijisikia wanakuja darasani part time, labda ana kazi nyingine, ana vitu vingine ambavyo anataka kuvishughulikia. Wasiwe wahadhiri, aidha uwe mhadhiri wa full time ama, kwa sababu unaleta changamoto mingi katika kupata vyeti vyetu sisi. Si tuko hapa tutaka kujenga maisha yetu. We nawe waje hapa juu ni part time sisi ni kazi ya baadaye. Alafu wapoteza maksi yetu. Na tuwezi kufuata. Kabla ya Dan, nataka nimalize nayo na swali la mwisho. Kwa ukitoka hapa unaweza toka na ujumbe wa kwenda kuambia mabinti wenzako kwamba wahadhiri na wanafunzi wa kiume wamelalamika kuhusiana na jinsi wanavyojiweka kimavalio ndio zinaleta hizi shida za mahusiano ya kimapenzi, ama utatoka na msimamo gani? Okay, kuna wale ambao wanavaa ile umezidi na kuna wale ambao huvaa tu. Kwa hivyo mavazi si shida kwangu. Shida ni wewe uweze kujizuia. Wewe mwenyewe. Kile ambacho nitawaambia tu ni kwamba ukivaa hivyo labda mhadhiri akwambie unajua mimi nimekupenda sijui nini. Lakini Vivian, mtu atajizuia vipi wakati una njaa na chakula ndicho hichi kimejiekelea hapa? Si wahadhiri. Mimi sizungumzi. Uone kama ni shida. Chakula kiko mbali itakuwa. Sizungumzi wahadhiri. Mimi nazungumzia wale wasichana wenzangu pale darasani. Wale, mwalimu akikwambia hivi na hivi, kataa. Naam. Kwa sababu huyo si warika yako neno ni kukataa. Naam, kataa. Asante sana Dan. Tunamalizia. Mimi nitakavyosema ni kwamba watu wadumishe maadili. Kila mtu aweze kuwa na nidhamu ya kitaaluma na kuwe na maadili ili mtu apate haki yake ya kikweli kulingana na jasho lake lile alilofanya katika masomo, bidii yake mwenyewe. Kama ni kuanguka, uanguke, lakini uwe una ustarabu wako na nidhamu yako umeweza kuilinda. Na kwa waadhiri pia waweze kujizuia, maana utakapoingia hata kama ni uhusiano dhahiri
wa kimapenzi na mwanafunzi, lakini unamfunza, basi watu wataanza kuhisi ya kwamba kuna jambo fiche ambalo nyinyi mnafanya. Inaweza kuwa ni tamaa ama mumependana kikweli, lakini haitaeleweka. Akiwa ni mwanafunzi wako, lazima kutakuwa na chuchu nyingi kuhusiana na masuala yenu ya kielimu. Shukrani sana Dan Mgera, mshauri wetu, mshauri nasaha, mwanasaikolojia. Tumekuwa pia na Omondi Osano ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Multimedia, kwa mhadhiri wa lugha huyu, Kiswahili, Kiingereza na zinginezo, na Talo Harrison Martin ambaye ni katibu mkuu wa wanafunzi ama muungano wa wanafunzi hapa katika kipindi hiki ambacho kinatamatika, na vile Vivian Bosibori, binti mmoja mkakamavu sana katika hali ya kujieleza na misimamo yake mikali kabisa. Tumekuwa tukijadili gharama ya masomo ama gharama ya vyeti. Gharama nyingi zimetajwa, kuna fedha, kuna huku kurudia masomo baada ya labda maki ama alama kupotea, lakini ile gharama ambayo imenoga zaidi katika mjadala huu ni gharama ya uhusiano wa kimapenzi baina ya binti na mhadhiri wa kiume ama kijana mtanashati na mhadhiri wa kike kwa ajili ya alama. Mjadala pevu, endelea kuzungumza nasi katika mitandao ya kijamii, manake utaendelea huu mjadala. Nimekuwa wenu Lofty Matambo, nasema asante sana, na nitawaacha na kimbwanga cha wiki ili angalau vunje mbavu, alafu baadaye Mary Kilobi atakuwa anaingia na taarifa zetu kuntu kwa lugha ya Kiswahili katika KTN Leo Weekendi. Endelea kutazama KTN.